Halo. Habari ba mwana. Okay. Uko salama kabisa, unaitikia ni fresh, uko salama. Sasa sikia, nimepiga kukuambia kitu kimoja. Nahitaji pesa ya kula ya mtoto. Mtoto anaumwa, nakwambia utume pesa, hutaki kutuma. Uko na wanawake zako huko, si mwenyewe unaenjoy, unajiona uko sawa. Huyu mwanaume anayeishi naye ashachoka. Yaani anahudumia kila kitu anahudumia, sasa amechoka. Uwe na aibu basi, at least kuwa hata na aibu mwanaume wewe. Hauna haya. Sasa nimpige, mimi sitaki maneno na wewe. Nataka pesa. Yaani nataka pesa nimpeleke mtoto hospitali, au unataka usikie mtoto kafariki ndio enjoy. Si ndio hivyo Okay, hiyo hela unatuma utumi? Hautumi Yaani najuta sana kuzaa na wewe. Yaani najuta. Yaani bora hata ningezaa na chizi mngota makopo. Yaani nahisi ndo ningejisi vizuri, lakini najuta sana kuzaa na wewe. Umekata Habari. Salama, vipi? Mzima. Mimi mzima, niambie baby. Umepata nini tena huko sasa hivi? Uko na ngapi? Unaniuliza nafuata nini? Nimeuliza ulikuwa unaenda wapi? Make huku mida hii sidhani kama unaweza kufika huko sasa hivi. Wewe unafanya nini sasa? Nilikuja kutoa hela. Umekuja kutoa hela? Okay, poa. Nini nikuuliza kitu? Uliza. Nimekusikia kila kitu ulichokuwa nakiongea. Yaani maneno gani unaongea? Yaani sielewi unachokizungumza, sielewi unazungumza kuhusu nini, kwa sababu sidhani kama nilikuwa naongea na mtu hapa. Ulikuwa unaongea na nani kwenye simu? Nilikuwa naongea na familia yangu, nilikuwa naongea na mama. Una uhakika ulikuwa unaongea na mama? Yeah. Tumpigie sasa hivi. Mpigie, nilikuwa naongea na mama hapa sasa hizi. Simu yake naona imeisha chaji. Kwa hiyo ndio hivyo. Hivi mwanamke, unanichukuliaje? Kivipi yani? Anyway, tuachane na hilo. Hivi nilichokisikia, yaani kina ukweli ndani yake au ndo unamuongopea tu mwanaume wako? Kivipi yani? Hivi unapataje ujasiri wa kutamka kumwambia mwanaume mwingine eti yule mtoto si wa kwangu? Kwanza hivi ninachotaka kujua ni una shida gani, unachotaka ni nini? Kama unataka tuachane, ungenifuata tu kaniambia sikutaki siku nini. Sasa unapokuja unaweza kuniambia nimeongea na nani? Wewe umeniona mimi nimeongea na nani? Nimekaa hapa nakwambia nilikuwa naongea na mama, nimekuja kumtumia mama hela. Shida yako nini? Basi poa. Nimechokana na bula. Sawa. Hivi mwanamke, kwa sababu hujaona thamani yangu kwako, leo hii nataka upate maumivu ambayo mimi nao yapitia na wewe yapate. Hivi ukija kuambia kwamba yule mwanao, yule mtoto na wewe sio wa kwako, utajisikiaje? Hivi unakisikia unachokiongea wewe? Yeah. Yaani mtoto sio kwangu, mtoto nimebeba mimba, nimeenda hospitali, nimejifungua, nimenyonyesha, nimelea mpaka nimeachisha, unasema mtoto sio kwangu. Kwamba wewe ni nani? Wewe ni Mungu au? Ndio, mtoto sio kwako. Ndio, mtoto sio kwako. Babu wewe koma. Ishi hapo hapo. Awe ni wangu, asiwe ni wangu. Mtoto yule ni wa kwangu. Sitaki maneno na wewe. Kwanza nishakuchoka. Yaani ikibidi tu tuachane, na katika kuachana kwa nini naomba tuachane kwa nini? Kwa amani. Yaani sitaki vurugu zozote na wewe. Usitaki tukafikishana mbali kabisa? Nadhani umenielewa. Okay.
Kwa sababu gani? Kipindi una ujauzito nilikupeleka hospitali ushazidiwa, na tulivyofika hospitali tulimkuta mama mwingine naye alikuwa mwenye ujauzito. Kipindi unajifungua, na ndo kipindi chocho mama naye akajifungua, bila bahati mbaya yule mama kafariki. Na wewe bahati mbaya kipindi ujifungue mwanao kafariki, na wewe hapo umepoteza ufahamu, ujitambui kabisa. Daktari akaniambia hivi, kwa sababu mama mwenyewe mtoto amefariki na wewe bado mtoto wako amefariki, ila mtoto wako yuko hai, tubadilishane watoto. Nikachukua yule mtoto aliyefariki nikampa yule mama, na yule mama ambaye mtoto wake yuko hai nikakupa wewe. Na daktari akaniambia ibaki iwe siri yangu mimi na dokta. Na ndio yule mtoto nikamchukua tukamleta nyumbani. Ila kusema kweli yule mtoto si wa kwako. Hauko sawa kiakili, hauko sawa. Inahitajika uende ukapima. Angalia ule msasa zako. Hauko sawa kabisa. Yaani sielewi tunachozungumza ni kitu gani, sio unaweza kuchanganyikiwa. Sijui unajua hali inakupiga kichwani. Sawa, najua unaweza kuniambia nimechanganyikiwa, lakini ushahidi ninao. Subiri nimpigie dokta. Yes, hello doctor. Vipi, mzima wewe? Yeah, mzima. Habari yako? Mzima, sijui unaendeleaje? Tunaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Sijajua naongea na nani? Doctor, unaongea na Juma. Juma. Juma yupi? Juma yule ambaye mimi nilikuja na mke wangu hapo, alikuwa amezidiwa sana. Kwa bahati mbaya mtoto akafariki. Okay. Yeah. Lakini mtoto anaendeleaje? Mtoto anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri kabisa wa afya. Lakini pia nikukumbushe jambo. Ndio. Unakumbuka siri tuliyokubaliana? Yeah, nakumbuka dokta. Hiyo siri inatakiwa kubakia kwetu. Ndio. Yule mtoto sio wako na wala sio wako na mkeo. Ndio dokta. Kwa hiyo ninachokuomba ni siri iendelee kubakia kwetu. Dokta, hiyo ni siri kabisa. Ila kuna vitu ambavyo vimejitokeza, ndio maana nimeamua nikupigie nikwambie, labda unaweza kunipa ushauri. Kitu gani hicho? Basi tusiongelee hapa kwenye simu, tusubiri siku tukikutana. Sijui kama leo utakuwa na muda tukutane, afu nitakuelezea. Haya basi, haina shida. Haya, nashukuru, asante. Haya. Nikizani ushahidi umeshaupata. Anyway, mimi sina maneno mengi ya kuongea. Nikutakie siku njema. Nilipokutazama mara ya kwanza, moyo uliniambia usikuwe mbali. Tabasamu lako likawa mwanga wangu, ukafuta mawingu ya jana moyoni. Nilipokutazama mara ya kwanza, moyo uliniambia usikuwe mbali. Tabasamu lako likawa mwanga wangu. Nilipokutazama mara ya kwanza, moyo uliniambia usikuwe mbali. Tabasamu lako likawa mwanga wangu,
ukafuta mawingu ya jana moyoni.